sikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini baharini, enezeni mbiu hii, Yesu okoa. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakukaribisha kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi cha siku hii ya leo masaa kama haya. Ni imani yangu ya kwamba umebarikiwa sana na kipindi kilichopita. Unakumbuka ya kwamba tulianza kuangalia kitabu cha Ufunuo kinavyoelezea jinsi ushindi unavyopatikana. Tukaona ya kwamba watoto wa Mungu wanashinda, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Ikiwa hujaangalia sehemu ya kwanza ambayo tuliangalia ushindi kupitia damu ya Yesu Kristo, ninakushauri urudie tena kuangalia kupitia YouTube channel ya Hope Channel na pia Mahubiri TV. Unaweza ukaona vizuri masomo kama hayo. Lakini tukaona ushindi unaopitia ushuhuda. Kitabu cha Ufunuo sura 12 kimesema wanashinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Mara nyingi lile andiko tunapolisoma tulikuwa tunachukulia kwamba anaongelea ushuhuda wa Yesu. Usije ukachanganya haya mambo kabisa. Kuna sehemu nyingine ambayo inaongelea ushuhuda wa Yesu, ni roho ya unabii. Kile ni kitu kingine kabisa, lakini hapa anaongelea habari ya ushindi ambao ni ushindi kwa ushuhuda wao. Ushuhuda wao akina nani? Hawa watakatifu wa Mungu ambao wanashinda. Tukajua ya kwamba kuna nguvu katika kutamka neno la Mungu. Yesu mwenyewe pale alipokuwa anajaribiwa na shetani alitamka, imeandikwa. Shetani hataki watu wajue neno la Mungu vizuri, kwa kuwa neno la Mungu ni upanga. Shetani hataki vijana wa kwetu leo waweze kujua Biblia vizuri. Kwa hiyo anawaingiza katika mitandao ya kijamii, si kwa lengo la kutafuta mafunzo, lakini kusocialize tu. Wanaendelea kuchati, wanaweka hizo like na nini, wanakuwa busy, wanakuwa addicted, na wanajikuta kwamba ule muda wa kulisha roho unakosekana, maana tayari wamejaza roho zao na vitu ambavyo huenda havijengi. Kiukweli mitandao ya kijamii sio mibaya kama ukijua kuitumia vizuri. Kama ukielewa kuitumia vizuri kwa usahihi, kuna faida nyingi sana. Ikiwa kuna kizazi ambacho kina kila kitu kinachotakiwa, ni kizazi hiki. Ungefunga safari ndefu sana kwenda kutafuta library ya mkoa. Leo library ipo mtandaoni. Unaweza ukafunga safari ndefu sana kwenda kusikiliza mhubiri akihubiri. Leo yupo kwenye television, yupo kwenye YouTube. Tutumie kwa usahihi ili kuweza kupata kile ambacho Mungu amekusudia. Na ni kitu gani natamani tukipate? Ni neno la Mungu. Kwa hiyo anaposema wakashinda kwa ushuhuda wao, ni kile ambacho wanashuhudia, kile ambacho Mungu amesema, kile ambacho Mungu amewatendea, kile ambacho wameshuhudia kwenye maisha yao, Mungu akitenda kwao. Nami nikaacha swali la msingi kabisa mwishoni mwa kipindi. Una jambo lolote ambalo unaweza kusimama mbele ya adui ukamwambia adui, usinitishe, Mungu aliyenitendea hili atanitendea tena na hili. Mungu aliyetenda kule atatenda na hapa. Mungu hajashindwa. Mungu ni mkuu. Ushuhuda huu ni ushuhuda wa kile ambacho umekiona kabisa. Na leo tunaingia sehemu ya pili ya huyu ambaye ameshuhudia vizuri maisha ya Yesu, ambaye ni mtume Yohana. Tumeona kwenye kitabu chake cha Ufunuo. Leo tunaenda kuangalia katika nyaraka zake, na moja ya nyaraka ambazo ameandika huyu Yohana ni waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4. Na leo tunakuja na kichwa kinachosema aliye ndani yako ni mkuu. Aliye ndani yako ni mkuu. Niukumbushe kwamba mwishoni tutakuwa na maombi. Namba ya simu inapita hapo. Tuma shuhuda, tuma maombi yako. Na nimesema kwamba kwenye kipindi kitakachofuata baada ya hiki, Jumatano ile nyingine, tutaweka email address ambayo hiyo utaruhusiwa kutuma ushuhuda wako kwa maandishi, na sisi tunajiandaa kuchapa zile shuhuda zote kwenye kitabu, ili kila atakayesoma kitabu kile aweze kuona jinsi Mungu alivyotendea wengine na aelewe ya kwamba Mungu anakwenda kumtendea nini. Ushuhuda lazima uwe na vitu vifuatavyo. Ueleze hali yako ya awali. Ulikuwaje? Ulijisikiaje? Maisha yako yalikuwa na mipaka ipi? Alafu ulikutanaje na Yesu? Kwa njia gani? Akakutendea nini? Sasa hivi ukoje?
Ushuhuda ukibeba hivi vitu, utakuwa umemuinua Yesu zaidi na kuleta nguvu. Hebu tuombe kabla ya kuanza somo la siku hii ya leo. Baba yetu Mungu mtakatifu, na kutukuza sana kwa siku ya leo. Tunapoanza somo la leo, naomba uwe nasi. Ninakusihi kila anayetazama na anayesikiliza kwa njia ya redio, wote ukawaguse pamoja, tuunganishe kuwa kitu kimoja. Na leo mtoto wako anayefuatilia somo hili akapate ujasiri wa kusonga mbele bila woga na ushindi. Ponya wagonjwa wakati tu akisikiliza somo hili, aliyefungwa na nguvu za giza akafunguliwe, ambaye ni mgonjwa akapone. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Kwenye kitabu cha waraka kwanza wa Yohana sura ile ya 4 fungu la 4 anasema, nanyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Ili andiko ukilitazama vizuri mwanzoni tu linapoanza kuelezewa, unajua kwamba linaongelea juu ya watu ambao wanapambana na watu. Katika hii dunia kuna pande mbili tu, wala hakuna upande wa katikati. Ni either uwe upande wa Mungu au wa shetani. Kwa kuna mawakala wa aina mbili tu. Kuna mawakala wa Mungu na kuna mawakala wa shetani. Hii lazima ikae kwenye akili yako, na kila mawakala wanawakilisha ufalme wao vilivyo, na mawakala hao wanafanya kazi serious ili kila pande iweze kujenga ufalme wake vizuri. Sasa wakati Yohana anaandika kitabu hiki, inaonekana kulikuwa na changamoto ambazo tutaziona hapo mbele. Tuangalie kwa wakati wetu zinakuwaje, alafu tuone tunafanyaje katika andiko hili litusaidie katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Sikia maneno haya: ushindi wa Kikristo hauanzii kwenye kile unachokifanya, bali kwenye kile ulicho na nani anayekumiliki. Hii sentensi nataka ikae kwenye akili yako vizuri sana, maana baadhi ya watu wakisikia hii sentensi wanaanza kufikiri kwamba kwa hiyo ina maana ya kwamba tuishi maisha yoyote vile, tutende chochote kile, mambo yako sawa. Usichanganye mafaili hapa. Matendo mema yana nafasi yake, lakini katika ushindi, katika vita ya kiroho, kinachokufanya ushinde inategemea wewe ni nani na nani anayekumiliki. Mwisho wa kunukuu. Hivi vitu viwili ukivielewa vizuri, wewe ni nani, nani ambaye anakumiliki, ndipo utaanza kuelewa kwamba kwa nini kuna watu ambao wanashinda vita za kiroho kiulaini na kuna wengine wanateseka kwa muda mrefu. Sio kwa sababu Mungu ana upendeleo, ila ni kwa sababu kuna mafunuo hawajayapata bado. Yohana anaandika kwa mkono uliogusa mahali pa maumivu ya kanisa la kwanza. Haandiki katika starehe. Anaandika akiwa anaongea na waumini wanaoteswa, waliokuwa wanateswa wakati ule, wanaoshushwa hadhi, waumini ambao wanadhalilishwa na jamii ambayo imewazunguka, wanaojisikia kama kundi dogo alafu pia duni. Ndio anawaandikia hawa watu hawa, lisilo na nguvu katikati ya ulimwengu mkubwa wenye nguvu. Piga picha ya hili kundi. Hili ndilo kundi ambalo Yohana analiandikia. Yohana anawaandikia watu hawa wakiwa katika uzito mkubwa, na katika mazingira hayo hayo anatoa jibu ambalo si falsafa ya starehe, bali ukweli wa kimungu wenye nguvu ya kulipua. Yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Hiyo ndio sentensi ambayo Yohana anawatajia Wakristo kundi dogo. Mimi sijui kwamba unanitazama unajisikiaje. Sijui ya kwamba katika mazingira uliopo wewe, pale nyumbani, popote, ofisini kwako, unajiona duni kiasi gani. Wakati mwingine upo kwenye mazingira ambayo unaona kana kwamba wanaokuzunguka wanakuzidi nguvu. Yesu alishasema, msiogope enyi kundi dogo, maana Baba ameamua kuwafunulia ninyi, kuwapeni ninyi ufalme. Sikiliza rafiki yangu unanitazama hapa. Unaweza ukawa na pesa nyingi kwenye akaunti, lakini bado ukajisikia mpweke. Unaweza kuwa na nyumba nzuri, lakini bado unajisikia duni. Vitu havileti amani na furaha, ila uliye naye anaweza kuleta amani na furaha. Sikiliza rafiki yangu uliyoko hapa, kabla ya kwenda mbali leo, unaposikiliza kipindi hiki popote pale ulipo, nataka nikuambie maneno haya. Lazima tuweze kujitambua vizuri kabla ya kuingia kwenye vita. Watoto wa Skewa ambao wengine mmesoma storia kwenye kitabu kile cha Matendo, walienda kutoa pepo,
Waliposikia Paulo anatoa pepo na wakaona kwa macho yao, wakaona pepo anatoka kwa urahisi sana ukitamka tu jina la Yesu. Kwa hiyo wakalitumia jina la Yesu kama uganga, wakalitumia jina la Yesu kama kodi za kisayansi za kikemia, wakatumia jina la Yesu kama formula. Hawakujua ni zaidi ya formula. Wakaenda kwa mtu mwenye pepo, wakamuuliza huenda ni mtoto au nani, tunaweza kusaidia tatizo hili. Wakaanza kukemea wale pepo, wakasema tunawaamuru kwa jina la Yesu Kristo anayehubiriwa na Paulo, umtoke mtu huyu. Mwenye pepo akawa na nguvu kuliko wao, akararua nguo zao, na wakati nararua nguo zao aliwaambia, Paulo tunamjua na Yesu tunamjua, ninyi mmetoka wapi? Wakaondoka wakiwa na aibu kubwa sana. Utambulisho wa ushindi unategemea asili ya muumini. Ili uweze kujitambulisha wewe ni nani, lazima tuangalie asili yako. Wewe ni nani? Asili yako ni wapi? Katika mila za Kiafrika kuna staili ambayo siku hizi inapotea, lakini wakati huo mtoto anapoenda popote, kijiji kingine au sehemu nyingine, anaposalimia anaulizwa wewe ni nani? Anataja jina, alafu anaulizwa wanani, anamtaja baba yake, na yule mtu anamuuliza baba yake, anataja ile jina, na huyo wanani anataja na mwingine. Watoto wakati huo walikuwa na uwezo wa kushika majina ya ukoo hata kizazi cha 4 cha 5 cha 6 huko, na anapotaja akimaliza, huyo anayemsalimia mwisho anamwambia huyo alioa mahala fulani, huyo babu yako alioa sehemu fulani, na kule alipo wanaunganisha undugu, unaenda mwisho anamwambia basi mimi ni mjomba wako. Unaona hiyo ilivyounganishwa ni kutafuta ule uasili na ukaribu, kwamba sisi tuko pamoja, kuna amani kati ya mimi na wewe. Ndio ilikuwa maana yake hiyo. Sasa twende uone katika hali ya kiroho sasa. Kabla ya kuelewa ukuu aliye ndani yako, Yohana anatufanya tusimame mbele ya kioo cha utambulisho wetu. Maswali muhimu ya kujiuliza ni haya yafuatayo: mimi ni nani? Ukianza kujiuliza hili swali na ukapata majibu, kama huna jibu, tulia hapo ulipo, sikiliza mpaka mwisho wa kipindi. Mimi ni nani? Namba 2, nani yuko ndani yangu? Usikimbilie kujibu ni Yesu au ni shetani, mpaka tuanze kuangalia vigezo na masharti, tuanze kuona kweli unavyodai wewe ndivyo ilivyo. Ni kweli yuko ndani yako? Kama mtu hatajua umiliki wake, atapiga vita vya kujihami hata na watu wa upande wake mwenyewe. Vivyo hivyo, muumini asiyejua utambulisho wake wa kiroho atachukuliwa mateka na vitisho vidogo vya adui. Narudia tena, sikiliza vizuri hii. Kama mtu hatajua umiliki wake, atapigana vita vya kujihami hata na watu wa upande wake mwenyewe. Vivyo hivyo, muumini asiyejua utambulisho wake wa kiroho atachukuliwa mateka na vitisho vidogo vya adui. Zingatia neno vitisho vidogo vya adui. Kuna vitu viwili katika slide hiyo ambayo umeisoma hapo, ambayo unaangalia kwenye television, viwili nataka uvichukue. Cha kwanza, mtu ambaye hajui utambulisho wake atajikuta anapigana vita vya kujihami dhidi ya watu wake mwenyewe. Yaani watu wa kwako, askari wenzako, alafu unapigana vita dhidi yao, unajihami dhidi yao badala ya kuungana nao ili muweze kusonga mbele. Ndicho kinachotokea leo katika kanisa la Mungu, mwili wa Kristo. Angalia vizuri, kwa kutojua utambulisho wetu tunaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, kitu ambacho, angalieni majeshi ambao wanajitambua, angalieni hasa Waisraeli, tuwatolee tu mfano, japokuwa wanachokifanya duniani ni kitu kizito na cha kutisha, lakini tutolee tu mfano wao. Mpaka maiti yao wanabeba, hawaachi. Huwezi kukuta askari yeyote kwenye kikosi chao, wako 3, wako 4, wako 5, mwenzao amejeruhiwa, wanamwacha hapo au wanaendelea kummaliza. Haiwezekani, labda kwenye mazingira ambayo hayafai kusema kwenye television. Sasa hivi ninavyoongea, wanajeshi wananielewa ninamaanisha nini. Lakini unapoangalia katika mwili wa Kristo sasa hivi hapa, badala ya watu kushikana pamoja tuendelee katika utume na kuhakikisha kwamba tunaangusha utawala wa shetani au tunapunguza kiwango kikubwa cha watu ambao wanaingia jehanamu, sisi wenyewe kwa wenyewe askari tumeanza kupambana, kwa sababu utambulisho hatuujui. Wote ambao naongea na watu, najua wa Afrika Mashariki wote kwa ujumla, kila watu na utaratibu wao. Sijajua kule Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya na wengineo. Lakini kwa upande wa Tanzania wana kitu ambacho wanakiita jeshi la wananchi. Watu wanajifunza, wanakwenda jeshini. Baada ya kutoka sekondari lazima uende jeshini
ukajifunze. Walioenda JKT au walioko jeshini sasa hivi wanajua kwamba kuna salamu ya kusalimiana ambayo inaweza ikabadilika. Salamu ya jana sio ya leo. Kwa wewe ambaye haupo kwenye ile cycle ya wanajeshi wakati huo, ukaja na salamu ambayo sio, wewe ni adui, unashughulikiwa. Utaniuliza, je, ikiwa mtu ametoka nje ya kambi na amerudi salamu imebadilika, inakuwaje? Hakuna anayetoka nje ya kambi bila kuomba ruhusa. Kwa hiyo ile mkuu wa kambi atajua kuna fulani ametoka na anarudije. Kanuni hizi zipo kiroho pia. Sasa tumwangalie kile ambacho Mtume Yohana anakisema. Cha kwanza, kuna maneno ambayo ameyataja pale ambayo natamani tuweze kuiangalia. Kwa wale ambao mnafuatilia kwa njia ya television, mtaona jinsi ambayo tumeandika hapo mbele. Ametumia neno la Kiyunani linaitwa teknia. Anapotaja watoto wadogo pamoja na ushindi, ametumia neno teknia, ambalo neno teknia ni lugha ya upendo na utegemezi. Wagiriki ni matajiri wa misamiati. Hizi lugha nyingine zote zimekuja hapo, Kiingereza, Kifaransa, Kijerumani. Hakuna ambao wanafikia ule utajiri wa misamiati kama Wagiriki. Asa Wagiriki wanapoongea akitumia neno teknia, sisi tukatumia kwenye Kiswahili watoto wangu, watoto wadogo. Neno sahihi kabisa ambalo litakiwa litumike ni neno wanangu. Ndio maana wengine wakatumia neno watoto wangu, lakini neno zuri kabisa ni neno wanangu. Huwezi kumwita mtu yeyote mwanangu mpaka pawe na sababu za kibiolojia au za kimahusiano. Kwa hiyo anatumia neno wanangu. Yohana anatumia neno la Kigiriki teknia, watoto wadogo au wanangu, neno ambalo linaonekana mara 7 katika barua hii ya kwanza peke yake. Yaani waraka kwanza wa Yohana peke yake amelirudia hilo neno mara 7. Katika utamaduni wa Kiyahudi na Kiyunani, neno hili lilibeba uzito wa kipekee. Lilikuwa si tu kuelezea umri mdogo, bali kuelezea hali ya utegemezi. Watoto ambao bado wanategemea ulinzi, chakula na nguvu ya mzazi wao ndio wanaingia kwenye hili kundi. Yohana anaandika kama mzee mwenye miaka mingi ya uzoefu wa kiroho. Ye mwenyewe alikuwa shahidi wa macho ya Kristo. Amekula naye, amelala karibu naye, amebeba uzito wa upendo wake. Ndiye anayemjua, naweza nikasema ndiye anayemjua Yesu huenda hata kuliko wanafunzi wote. Nashawishika kusema hivi. Alipata uzoefu wa kumjua Yesu kuliko wanafunzi wote unawafahamu wewe. Anajua Yesu ni upendo, anajua upendo wa agape maana yake ni nini. Ndio maana anaandika sana zaidi ya mambo ya upendo, anayaandika zaidi kuliko wengine wote. Unakumbuka Yohana anaandika nyaraka hizi akiwa huko Patmo, akiwa ni mtumwa, lakini anawaita waumini wenzake teknia, watoto wangu. Si kwa dharau, sio kuwaona wako chini kicheo kuliko yeye, bali ni kwa huruma ya Baba ambaye amewakumbuka au amewamisi watoto wake wa kiroho kweli kweli. Amekuwa akipewa taarifa juu ya mambo yao wanavyoendelea, akaumia. Katika hali yake ya kibinadamu, muumini hana uwezo wa kushindana na falme za giza kwa nguvu zake mwenyewe. Ushindi wetu hautokani na ukomavu wetu kiakili, wala uimara wetu kihisia, wala ujasiri wetu kibinafsi. Hapana, unatokana na ukaribu wetu na Baba wa mbinguni. Ni ukumbusho usio na aibu kuwa mimi ni mdogo mbele ya Mungu, hivyo mimi namtegemea yeye tu. Ndio maana yake. Unaposikia hapo unaitwa mtoto wangu mdogo, wanangu, watoto wangu wadogo. Unakumbuka Yesu wakati anawatembelea wanafunzi wake akamwambia, wanangu mna kitoweo. Lakini ukiangalia kwa umri wa kuzaliwa, nimesema umri wa kuzaliwa, kuna mzee yuko pale anaitwa Petro, ni mkubwa. Ukiangalia kwa habari ya cheo cha duniani, kuna mtu yuko pale anaitwa Mathayo, alikuwa ni accountant mkubwa sana. Lakini wote sasa leo Yesu anawaita wanangu. Yesu anawaita wanangu kwa lugha ya huruma na tegemezi, kwamba mimi mkinitegemea nitakidhi, nitawasaidia, nitasaidia changamoto zenu. Hata kabla hatujaenda mbali katika somo hili sana, rafiki unanitazama, wewe haijalishi una umri gani,
Haijalishi unaniangalia we ni mzee, una miaka mingapi. Sisi wote, mimi ninayeongea hapa pamoja na wewe, sisi wote ni watoto wa Mungu mmoja aliyeko mbinguni. Akituita anasema wanangu. Anajua katika uzee wako wa miaka 90 na kitu unaponitazama kwenye kipindi hiki. Anajua katika uzee wako wa miaka 80 na kitu. Anajua katika uzee wako wa miaka 70 na kitu. Wewe ili uweze kuishi bila msongo wa mawazo, lazima umtegemee yeye. Maana katika umri wako mkubwa sasa hivi kuna changamoto zinakupata. Kuna changamoto za uzeeni. Mwili umechoka, lakini kwa Yesu bado wewe ni imara. Kuna watoto ambao saa nyingine ukisikia habari zao wanakupa pressure na stress nyingi kwa sababu ya mambo yao. Huwezi kuwakemea kama ulivyokuwa unafanya zamani, lakini we bado kwa Mungu ni mtoto mdogo, ni mtoto wake, ni mwanaye, ni binti yake. Mtegemee yeye kushughulikia watoto wako ambao amekupatia yeye. Mungu aweze kutusaidia sana. Kuna maneno hapa anasema mwatokana na Mungu. Angalia hapo kwenye skrini yako uone haya maneno mazuri ambayo nataka uyasome vizuri. Ukiyatazama yatakaa vizuri kwenye ubongo wako. Mwatokana na Mungu. Hapa tunaongelea DNA ya kiroho. Hii ni DNA ya kiroho tunaiongelea hapa. Hivi ni vinasaba. Unajua si binadamu wote tuna DNA moja. Ndio nasema hivyo kwa sababu najua kuna mtu ananitazama hapa anasema, mchungaji, lakini hapana, mbona tunaweza kupima ikaonekana mtoto sio wa fulani kwa sababu ya DNA, sio wa fulani kwa sababu. Siongelei hilo mimi. Naongelea ubinadamu wetu. Tuna DNA moja tofauti na wanyama wengine wote. Sisi ni kitu kimoja, haijalishi rangi. Ni watoto wa baba mmoja. Lakini tuende zaidi ya hapo. Watoto wangu wana DNA ya kwangu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu tunarithi kutoka kwa wazazi wetu, sio kwa kupenda kwetu, ila kwa sababu DNA imebeba. Madaktari wanajua kabisa kuna magonjwa, ukienda kushughulikia daktari anakuuliza, kwenu kuna ugonjwa kama huu? Ukielezea habari ya depression na nini, nakuuliza kuna mtu wa kwenu alipata depression? Wanajua kuna magonjwa ya akili yanarithishwa, japo yanaweza kujitokeza katika staili tofauti tofauti, sio staili inayofanana. Lakini daktari anajua nini kinasababisha ule ugonjwa upate. Ni kwa sababu ya DNA. Ni vinasaba. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 fungu la 26 Biblia inasema, kisha Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kufugwa, dunia yote na viumbe vyote vitambaavyo. Hapo natumia Biblia Kiswahili cha kisasa. Zingatia neno kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Twende fungu lile la 27. Basi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wake Mungu alimuumba. Aliwaumba mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo hoja ya Mwanzo sura ya 1 haina mgogoro wa ubavu ulitolewa. Hapa haiongelewi hapa. Hapa haongei ya kwamba Adamu alipewa usingizi. Hii sio hoja hapa. Hoja ya Mwanzo sura ya 1 inakuambia wote wawili, mume na mke, waliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Na ukiangalia vizuri fungu la 27 limeweka vizuri, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Anatumia neno mtu singular moja. Na kwa mfano wa Mungu alimuumba singular. Aliwaumba mwanamume na mwanamke, ndipo anakuja plural. Kwa ina maana kwamba mwanamume na mwanamke ni singular. Hii ni mahesabu ya mbinguni, sio hapa duniani. Hawa wote ni watoto wa Mungu kwa sababu ya ile hali ya kuumbwa asili ambayo wameumbwa nayo. Kitabu cha Yohana 3 fungu la 3 anasema, Yesu akamwambia, kweli nakuambia, mtu asipozaliwa tena hataweza kuona ufalme wa Mungu. Angalia hapa kuna hoja ya kwamba mtu asipozaliwa tena. Hii ndio hoja ya msingi hapa, mtu asipozaliwa tena. Sasa ukishaona mtu asipozaliwa tena, hapa kuna ishu ya kuzaliwa. Unakumbuka tunaongelea DNA ya kimungu hapa. Kwa hiyo mtu asipozaliwa tena, ina maana huyu mtu alizaliwa mara ya kwanza. Mtu asipozaliwa tena ni Mungu pekee anayekwambia mlipoteza DNA yenu ya kwanza hapo mwanzo kupitia Adamu, mkapoteza, mkachukua kinasaba kiroho, siongelee kimwili, kiroho, mkawa chini ya baba mwingine. Na leo mkihitaji muweze kuingia kwenye ufalme wangu, mwanze kuwa prince na princess wa ufalme wangu, inabidi uzaliwe mara ya pili. Hapa anaongea na Nikodemu, anaambia inabidi uzaliwe tena.
Unapozaliwa tena sasa unapata familia mpya, ili utambulisho wako ndio utumike kila utakapoenda. Twende vizuri sasa, fungu lile la 4. Nikodemo akamuuliza, mtu mzima awezaje kuzaliwa tena? Hawezi kuingia tumboni mwa mama yake na kuzaliwa tena. Fungu lile la 5, Yesu akamjibu, kweli nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kamwe kuingia katika ufalme wa Mungu. Yesu anamwambia Nikodemu, wewe hapa unaongelea habari ya kuzaliwa tena, uingie kwenye tumbo uzaliwe, kwa sababu unaongelea mambo ya biology. Mimi siongelei biology, naongea masuala ya kiroho hapa. Na watu wengi wanakosa mambo ya kiroho, maana wanayatafsiri katika mtazamo wa kibinadamu, mtazamo wa kibiolojia. Fungu la 6, mtu huzaliwa kimwili kwa baba na mama, lakini huzaliwa kiroho kwa Roho. Hiyo ni Kiswahili cha kisasa. Bado mchungaji, sijakuelewa. Wewe unanitazama hapa sasa hivi, mwili wako umebeba vinasaba vya baba na mama, lakini ukimpokea Yesu Kristo leo hii, ndani yako, utu wako wa ndani umebeba vinasaba vya Mungu wa mbinguni, na hiki ndicho kinachokupa ushindi. Kumbuka, tunaongelea aliyeko ndani ni mkuu kuliko aliyeko nje. Aliyeko ndani ni mkuu kuliko huyo ambaye unamwona naye kusumbua kila siku. Kwa lugha rahisi, unayenisikiliza, mafanikio yako ni zaidi ya ajira yako. Kwa lugha nyingine, unayenisikiliza sasa, ili uweze kuelewa sasa vizuri, tunaanza kwenda kwenyewe ili tumalize vizuri somo letu huko mwishoni. Kwa maana nyingine ni kwamba wewe usitishiwe na mtu anayekutishia kukufukuza kazi, kwa sababu chakula chako, ada za watoto wako, kodi yako ya nyumba haitegemei aina ya kazi ulionayo, ila inategemea nani aliyeko ndani yako. Pasta, bado sijakuelewa. Siku ukifika mbinguni utapata stori ya mama moja, utakaa naye, atakusimulia. Huyu anaitwa mwanamke aliyekuwa Sarepta. Mume alikufa, huenda na watoto walikufa, akabaki yeye na mtoto mmoja tu. Nabii wa Mungu Eliya anatumwa na Mungu, anaambiwa, nenda kwa mwanamke wa Sarepta ukamwambie nimekutuma. Akafika akamkuta mama anaokota kuni. Eliya anamwambia, ninaomba unipe maji ninywe. Wakati huo maji hayapo, maana mvua haijanyesha. Mama anakwenda kuchota maji. Eliya anamwambia, usilete maji peke yake, leta na kamkate pia. Ukisikia neno mkate kwenye Biblia, sio mikate hii, ni chapati. Alafu anamwambia, sina, maana hata hapo unavyoniona naokota kuni, ili unga nilionao nikaukande, nitengeneze chapati na mtoto wangu tule tufe, maana hakuna kinachobakia. Eliya anamwambia, Mungu anasema, nenda ukanitengenezee nile mimi, kwa sababu mimi nikila, huo unga wako hautaisha, mafuta hayataisha mpaka mvua itakaponyesha. Mama akaliamini neno la Mungu bila kuwa na maswali yoyote. Kinachowaangusha watoto wa Mungu leo wasione matokeo ya nguvu ya kimungu ni kulitilia mashaka neno la Mungu, kwa sababu nalipima neno la Mungu katika muktadha na mtazamo wa kidunia. Katika mtazamo wa kidunia, Eliya ni tapeli, lakini katika mtazamo wa kiroho, Eliya ni mbaraka na mkweli. Mama alivyoleta, akamtengenezea, akala, akamaliza, hakuna kitu kilichokauka kamwe, viliendelea kuwa pale. Unanitazama, endelea kuniombea sana. Najua mnaniombea sana na ninashukuru sana kwa wale ambao mnaniombea. Endelea kuniombea sana. Kuna mada iko huko mbele, kwa neema ya Bwana akiniruhusu tutaweza kuitoa vizuri, ambayo inahusu ni kwa nini kuna watu wanatoa sadaka na zaka na kusaidia wengine, lakini hawaoni zile baraka. Kosa liko wapi? Kuna mistake inayofanyika. Ndio utakapoelewa hiyo, ukirekebisha, utashangaa sana. Hatutoi ili tubarikiwe, tunatoa kwa vile tumebarikiwa, lakini atoaye kwa usahihi lazima alipwe. Zingatia sana hayo maneno. Sasa tuende vizuri. Katika lugha ya Kiswahili kuna kitu ambacho wanakiita kishazi. Ngoja leo nifundishe Kiswahili kidogo. Kuna kitu ambacho wanakiita kishazi katika ile fungu la Yohana ambao tumesoma, anasema watoto wadogo matokana na Mungu. Kuna Yohana sura ile
ya 3 fungu lile la 3 mpaka la 6. Huenda nisilisome lote leo au taangalia baadaye, lakini watoto wadogo, watoto wangu wadogo, watoto wadogo mwatokana na Mungu, kitu kama hicho. Sasa sikiliza, kishazi mwatokana na Mungu kinaonyesha zaidi ya uhusiano wa kawaida. Kinatoka kwenye dhana ya Kigiriki inayomaanisha kuzaliwa kutoka chanzo fulani. Maana yake ni asili au chimbuko. Aha, kumbe sisi asili yetu ni Mungu. Luka ametuambia hivyo, ila hatuoni. Nisikilize vizuri, maana shetani hataki ujue hili. Ndio maana amekutisha, amekusumbua. Ukiangalia kitabu cha Luka, ukoo wa Yesu, ukiangalia kitabu cha Mathayo, ukoo wa Yesu, kuna vitu viwili vimeelezewa ambavyo vinakizana. Wanazuoni wanabishana sana. Kitabu cha Mathayo kinamwonyesha Yesu, target yake ni kuonyesha kwamba Yesu ni uzao wa Daudi, ndio lengo. Kitabu cha Yohana sura ya 1 lengo lake ni kuonyesha kwamba Yesu ni neno la Mungu na ni Mungu. Kitabu cha Luka ambaye ni researcher, yeye anataja ukoo wa Yesu, fulani akamzaa fulani, fulani wa fulani, ile ambayo nilisema mwanzoni, fulani wa fulani, fulani wa fulani. Alipofika kule mwishoni kabisa, Adamu, anasema Adamu wa Mungu ndiye baba yake. Na sisi wote ambao tuko hapa tumetoka kwa huyo Adamu aliyetoka kwa Mungu. Ndio maana kitabu cha Yohana sura Yohana 3:3 anaelezea kwamba mwatokana na Mungu. Hebu turudi tena pale katika ile fungu la 3, anasema fungu la 6 samani, mtu huzaliwa kimwili kwa baba na mama, lakini huzaliwa kiroho kwa Roho. Kwa kwenye nyaraka zake ndio mojawapo mtume Yohana anataja vizuri hili, akielezea kwamba nyie mwatokana na Mungu. Kwa hiyo tukisema mwatokana na Mungu, hiyo ndio asili yetu, na kama ndio asili yetu, hiyo ndio inatupatia ushindi. Hiyo ndio status yako. Haleluya. Unapozaliwa mara ya pili, kwa mujibu wa Yohana 3:3 mpaka 6, hupati tu msamaha wa dhambi, unapata asili mpya kabisa. Unahamishwa kutoka milki ya giza na kuingizwa ndani ya milki ya Mungu. Umeona kwenye nyaraka zake kule mbele, katika mojawapo nyaraka za Yohana anasema watoto wadogo mwatokana na Mungu, kwa hiyo mmeshinda. Hiyo ndio sababu ya kushinda, kwa vile tunatokana na Mungu. Ndipo katika Yohana Injili 3:3 mpaka 6 anatuelezea kabisa ya kwamba sisi kweli ni kweli kabisa, mtu anazaliwa katika mwili na mzazi wake, lakini katika roho anazaliwa na Mungu. Na kama ni hivyo basi, hiyo ndio ambayo inatupatia sisi ushindi. Unapozaliwa mara ya pili, hupati tu msamaha wa dhambi, ni zaidi hapo. Unapata msamaha wa dhambi, unapata asili mpya kabisa. Wewe ni kiumbe kingine kabisa kabisa kabisa. Wakolosai 1:13 anasema yeye alituokoa katika nguvu ya giza, akatuleta salama katika ufalme wa mwanaye mpenzi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, ni kuambia unayenitazama, alivyo Yesu ndivyo ulivyo. Kama alivyo Yesu ndivyo ulivyo, anza kubadilisha mtazamo. Sasa kuna mtu unajua ananitazama, lakini mchungaji, sisi ni watumishi wa Yesu Kristo. Nataka nikwambie, hiyo ni level ya chini kabisa ya ufahamu wa kiroho. Na nikisema kuna mtu anashtuka, mchungaji, mbona kama unapitiliza hivi? Sikiliza vizuri. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kabisa, siwaiti tena watumwa. Ina maana walikuwa na level ya utumwa, sasa hivi kuna level nyingine wamepanda. Siwaiti tena watumwa, bali rafiki. Na akatoka hapo tena katika hiyo tena habari ya kuwaita rafiki, uone tena inaenda zaidi hapo, level inapanda. Na hii level sio level ya ukuaji, ni level ya consciousness, ni level ya kujitambua. Kwamba hapo mwanzoni mlinitambua kama mimi ni bosi wenu, na ndivyo ilivyo. Sikutaka kuwakimbiza sana, maana nataka muelewe kwanza. Kwa hiyo nimekubali. Lakini sasa hivi mmeshaelewa vizuri. Tuachane na habari ya utumwa. Nyinyi ni marafiki zangu, maana nimekuwa nikiwaonyesha mbinu zote ninazofanya. Kama nikufufua wafu, na nyinyi mliona. Kama ni miujiza ambayo nilitenda, na nyinyi mliona pia nikitenda. Kwa hiyo ninyi ni marafiki zangu. Baada ya ufufuo tu, wanaingia kwenye level nyingine ya consciousness. Wanahama kutoka katika ufahamu wa kwanza, wanaingia ufahamu mwingine. Yesu anawataja kwa jina lingine. Alivyokutana na Mariamu, anamwambia nenda ukawaambie ndugu zangu.
Alafu anataja kwa lugha nyingine tena nzuri kabisa, anasema ninaenda kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu, kwa Baba yangu ambaye ni Baba yenu. Amebadilisha levo nyingine kabisa, na si kwamba hizi levo zilikuwepo tangu mwanzo, lakini ni ufahamu, ni mafunuo. Hapo ulipo kuna kitambaa bado kipo kiroho. Hii kitambaa kitoka, utagundua kuna levo nyingine unatakiwa upige mbele tena, usonge mbele zaidi ya hapo. Hata kuna vitu vingine vikiongelewa, kwa sababu levo ya macho yako bado iko huko nyuma, unaweza ukamwona anayeongea kama vile ndiye amepotoka, lakini kumbe wewe ndio umepotoka, kwa sababu hujaelewa levo ambayo Mungu amekusudia uifikie. Kuna vitu navisikia watu wanaongea kwenye mitandao. Bahati mbaya siku hizi mitandao, kila mtu kwenye mtandao ni expert. Kila mtu kwenye mtandao ni mtaalamu wa lishe, kila mtu kwenye mtandao ni mtaalamu wa psychology, kila mtu kwenye mtandao ni daktari, kila mtu kwenye mtandao ni injinia, kila mtu kwenye mtandao ni mtaalamu wa tiba asili. Kwa hiyo inatakiwa uwe makini sana. Sina maana kwamba upuuze kila kinachosemwa, kuna vingine vinasemwa na vina uzuri kabisa, lakini chunguza unachokisikia. Mara anayekuambia yuko kwenye level gani? Lazima ujiulize hayo maswali. Kuna watu wengine wakikusimulia jinsi unavyotakiwa ujiandae kuomba, utadhani Mungu ni mtu. Ujiandae, mazingira yawe hivi. Sina shida na levo yako, kama levo yako iko hivyo sawa. Mimi ambapo ni mafunuo ambayo Mungu amenipa, ambayo nimeyaona, nimesoma kwenye Biblia, nimesoma kwa mwandishi maarufu sana anaitwa Ellen White, ametaja yote haya, ni kwamba si lazima tupige magoti tunapoomba. Unaweza ukaomba ukiwa unatembea, unaweza ukaomba ukiwa unaosha vyombo, unaweza ukaomba ukiwa unaendesha gari, unaweza ukaomba wakati unatoa speech. Mdomoni unaongea kitu, lakini ndani unaongea na Mungu. Unaweza ukaomba ukiwa kitandani, umelala uko pale, lakini unaomba. Sasa mchungaji, kwa nini kanisani mnatuambia tusimame tuombe? Ni namna ya kuonyesha heshima ya Mungu hadharani. Lakini kuna watu tunaambia tusimame tuombe, na watasimama katika mwili, lakini katika roho bado wamekaa. Consciousness, funguka zaidi ya hapo. Turudi kwenye kitu cha msingi kabisa hapa. Alivyo Kristo ndivyo ulivyo. Wagalatia sura ya 2 fungu la 20, andike, utaisoma kwa muda wako kwa sababu ya muda wangu naenda kidogo spidi, lakini pia Yohana wa kwanza 3:9 iandike na yenyewe pia utaisoma vizuri. Muumini si mtu aliyeomba msamaha tu na kurudi nyumbani, ni mtu aliyebadilishwa katika asili yake ya ndani. Mbegu ya Mungu iko ndani yake, ndio ile ambayo mwanzoni nilikuwa naielezea katika Yohana wa kwanza 3:9. Na mbegu hiyo ni nguvu ya kuzalisha ushindi. Hii ndiyo maana Paulo anaweza kusema, si mimi tena niishie, bali Kristo aishie ndani yangu. Wagalatia 2:20. Katika Yohana wa kwanza 4:4, ambao ndio nilikosea pale mwanzo wakati naelezea, ni kuombe radhi kidogo wakati naelezea, niliichanganya kidogo, lakini sasa tunaipata vizuri, tutaenda sawa sawa. Yohana wa kwanza 4:4 anasema, nanyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Mwatokana na, tukaona kwamba kile kishazi kilitumika mwatokana na inamaanisha asili yetu. Asili yetu ni mimi, asili yangu ni Mwafrika, ndio maana ngozi yangu iko hivi. Mimi ukinipeleka kwenye jua naweza nikatembea juani bila kudhurika, lakini mzungu ukimleta kwenye jua hilo hilo anapata shida, ngozi inababuka na anapata magonjwa, mimi sipati. Kinachofanya mimi nisipate yale magonjwa ni nini? Asili yangu ni Afrika, mimi ni Mkushi, natokea nchi ya joto. Hata hivi ninavyoongea, naona unitazama hapa, sijapaka mafuta mimi usoni. Hii ni karibia miezi 3 sijui mafuta usoni. Mimi ni Mkushi. Kinachofanya jua mimi lisiniunguze ni asili yangu. Kinachofanya wewe umshinde shetani ni asili yako, umezaliwa na Mungu. Ndio sababu kila siku ninaongea katika television, katika mitandao ya kijamii, nikiwaambia watu, haijalishi dhehebu lako, dini yako, kama hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, bado umepotea wewe. Usijipe faraja. Alafu acha kuniambia story ya kwamba kama ni hivyo basi hao wazee wetu waliokufa zamani hizo wakiwa hajamjua huyu Yesu, nao sasa itakuwaje? Hiyo sio kazi yako. Wazee wako walikuwa wanatembea uchi pia zamani, walikuwa havai nguo, basi na wewe tembea hivyo. Utajua kwamba wewe umepewa mafunuo. Shughulika na mafunuo yako, usishughulike na mafunuo ya wazee waliokufa.
Shughulika na ya kwako uliopewa leo, kwamba hakuna uokovu kwa mwingine isipokuwa Yesu Kristo. Najua kuna mtu unanisikiliza, mwisho wa kipindi hiki na kushauri umpokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Muktadha wa kihistoria, kabla tujafunga somo letu, wa lile andiko, maneno ya Yohana hayakuandikwa katika utulivu wa mawazo ya mwandishi wa barua. Yaliandikwa katika kipindi cha msongo mkali, wakati ambapo mwili wa Kristo ulikuwa ukishambuliwa kutoka pande zote mbili, kutoka nje na adui wa kimwili, na kutoka ndani na upotevu wa kithiolojia, yaani mafundisho ya uongo. Zama hizo kulikuwa na kikundi kinaitwa Gnosticism, Wagnosti au Ugnosti. Katika mwisho wa karne ya kwanza, falsafa ya Gnosticism ilisambaa kama moto katika nyumba za ibada. Walimu wa uongo wanaojifanya wenye maarifa ya siri, neno gnosis linamaanisha ujuzi wa maarifa, walifundisha mafundisho mawili hatari: roho ni nzuri, mwili ni mbaya. Yesu hakuja katika mwili wa kweli wa kibinadamu, alikuwa mfano tu wa kivuli, si mtu wa kweli wa nyama na damu, alikuwa roho. Yohana akaliona ilishambulio kwa mbali na akaliona katika ukaribu wake pia. Akaanza kuwaonya wanafunzi wake au watoto wake wa kiroho, akiwakazia mkazo mkubwa ya kwamba hawa wanaowaambia kwamba yule Yesu aliyekuwa anatembea hapo duniani alikuwa ni roho tu, mimi nilikaa naye, mimi nilikuwa kifuani mwake. Kama angekuwa ni roho, nikilala pale kwenye kifua ningejikuta nimetokezea upande wa pili, maana roho haina mifupa, haina nyama. Nafikiri unanielewa, unanitazama sasa. Hata wakati Yesu alipofufuka, wakati yuko ndani ya ile nyumba, wanafunzi wake walijua ni roho. Ndipo Yesu akawaambia, njoni mniguse, maana roho haina mifupa kama nilionayo mimi. Kwa hiyo Yohana anawaambia hao watu wa Gnosticism wanawadanganya. Yesu alikuwa katika mwili kweli kweli, Yesu alizaliwa kweli kweli, na hata hivi tunavyoongea mimi na wewe yuko mbinguni, yuko katika mwili kweli kweli, anatuwakilisha sisi. Yesu sio dhana, ni kitu halisi. Na kama ingekuwa kwamba Yesu hakuja katika mwili, basi tunatangaziwa kwamba hakuna kushinda dhambi katika mwili. Ndio maana Yohana na wakazania naambia, hapana, jambo lile ambalo sisi tuliliona tukalipapasa. Kwa hiyo msiwasikilize hawa. Sikiliza, Wakristo wa karne ya kwanza walikuwa na upweke wa kiroho, kama vile wewe ambao unanitazama sasa hivi inawezekana una upweke wa kiroho. Mbali na mashambulizi ya kiteolojia, waumini wa karne ya kwanza walikuwa wakiteswa na dola ya Roma. Msimamo wa kumwabudu Kaisari ulikataliwa na Wakristo, na hii iliwagharimu kazi, uhuru na mara nyingi maisha. Walijiuliza swali moja gumu: je, kweli kweli Mungu bado yuko upande wetu? Hilo ndilo lilikuwa swali. Walipata ushindi kwa namna gani? Kuna siri ya maneno ya lugha ya Kigiriki, kama nilivyowaambieni kwamba Wagiriki ni matajiri wa misamiati. Kuna maneno mawili natamani tuweze kuyapata ili uweze kutembea nayo katika siku ya leo. Moja ni neno linaitwa meizon, na la pili ni neno linaitwa nekikekate. Samahani, neno la kwanza ni meizon na neno la pili ni nenikekate. Haya maneno mawili haya tutaiangalia vizuri kabla ya kufika mwisho wa kipindi chetu. Wewe ambao unaangalia kwenye television, angalia kwenye skrini yako, twende pamoja. Meizon, neno la Kigiriki meizoni, mkuu zaidi, ni neno la ulinganifu, lakini halilinganishi kiasi au daraja, bali linaonyesha tofauti ya kiasili. Katika mfumo wa sarufi ya Kigiriki, neno hili linaashiria ubora wa kimsingi wa kitu, badala ya kuonyesha tu tofauti ya kipimo au idadi. Kwa hapa anapoongelea ni quality, sio quantity. Anaposema aliyeko na neno ni mkuu, sio mkuu tu kwa cheo, bali kwa ubora. Yaani ni bora kuliko. Msije mkadanganywa na ulimwengu ulivyo mkadhani wao wana bora kuliko nyie. Ndicho ambacho kinasemwa hapa. Ulinganisho kati ya Mungu na Shetani si kama ulinganisho wa mabondia wawili ambao mmoja ana kilogramu zaidi ya mwingine. Hapana. Ulinganisho ni huu. Tutazame sasa. Mungu ni muumbaji,
chanzo cha uhai wote na nguvu zote, tena mwenye akili zote. 2, shetani ni kiumbe aliyeumbwa, ana mwanzo, ana mwisho uliotangazwa tayari. Kwa hiyo unaposikia neno ni mkuu kuliko, ni ulinganifu katika aina 2, natamani uweze kuzipata. Aina ya kwanza, Mungu ni muumbaji, chanzo cha uhai wote, wa nguvu zote, akili zote. Kama aliyeko ndani yako ndiye chanzo cha uhai, kwa nini uogope kufa? Kwa nini uogope watu ambao wanampanga kuwekea sumu? Kwa nini uogope? Kwa nini uogope? Kwa sababu yeye aliyeko ndani yako ndiye chanzo cha uhai. Yeye ndio mwenye nguvu zote, yeye ndiye mwenye akili zote. Kwa nini utishiwe na watu mpaka unakosa usingizi? Hapana, ni kwa sababu umeshindwa kujitambua wewe ni nani. Sasa huyu wa pili ambaye yuko ni wakala wa upande huu mwingine ambaye anakusumbua wewe, sikia sifa zake sasa. Shetani ni kiumbe, kwanza ameumbwa na nani? Ameumbwa na Mungu. Hakuumbwa akiwa shetani, hapana. Aliumbwa akiwa malaika mzuri, akaasi. Namba 2, ana mwanzo. Mungu aliyeko ndani yako wewe hana mwanzo. Cha 3, huyu shetani ana mwisho uliotangazwa tayari. Yeye sehemu yake ni katika ziwa la moto. Mungu hana mwisho. Kwa nini utishike sasa? Aliye ndani yako ana mamlaka ya asili juu ya kila kiumbe kilichoundwa. Hii inamaanisha kwamba vita si vya usawa. Matokeo yamekwisha kuandikwa. Swali ni moja tu, je, unakaa ndani ya yule ambaye ushindi wake ni wa milele na yeye yuko ndani yako? Hilo ndilo swali la kujiuliza. Neno la pili ni neno nenikekate. Neno nenikekate, mmewashinda, liko katika wakati timilifu, perfect tense wa Kigiriki, mojawapo ya nyakati zenye uzito mkubwa zaidi ya kisarufi. Perfect tense, yani wakati uliokamilika, haimaanishi tu kitendo kilichopita, inamaanisha kitendo ambacho kilishakamilika kabisa wakati mmoja maalum uliopita, na matokeo yake yanaendelea kudumu mpaka sasa bila kupotea. Wow! Kwa hiyo ukisikia anasema mmemshinda, ni perfect tense. Ni tensi iliyokamilika, sio wakati uliopita tu, ni mkamilifu. Lakini sio mkamilifu peke yake, ni mkamilifu ambao unaendelea. Yaani anakuambia kitendo kile ambacho kilikamilika kimekamilika, na matokeo ya ukamilikaji wake unaendelea mpaka sasa tunauona. Sio present continuous ambao ni wakati uliopo hali endelevu tunakwenda. Hii ni kwamba tulishamaliza kwenda, tumemaliza, habari imeisha, lakini matokeo yake bado yanaendelea. Kwa anaposema mmemshinda hapa, sikiliza vizuri sasa. Anaposema mmemshinda, anamaanisha ya kwamba ninyi ni washindi, mlishashinda, mmewashinda. Neno mmewashinda maana yake ni kwamba nyie mnahangaika na kitu ambacho tayari mlishawashinda huko nyuma. Yani hawana chochote. Hizo kelele mnazosikia, hiyo vitisho mnavyosikia, hiyo mingurumo, sio mingurumo ya kuja kuwashambulia ninyi kienyeji, ila ni mingurumo ya watu walioshindwa kwa woga. Hiyo sauti unayoisikia ni ya woga. Usitishiwe na pepo wabaya, usitishiwe na mchawi kwa aina yoyote, usitishiwe na vicheko vyao. Hata wakikukebei kwa namna yoyote ile, kuna saa unawakemea, wanacheka, au wasikutishie. Umewashinda kwa sababu aliyeko ndani yako ni mkuu, ni chanzo cha uhai, hana mwanzo, hana mwisho, ndiye anayeshikilia kila kitu. Rafiki yangu, tunapoendelea na somo hili na kufikia karibia na mwisho, endelea kutuma maombi yako. Tuma kwenye namba hiyo, tunakaribia kuomba sasa. Endelea kutuma maombi yako, endelea kutuma shuhuda zako. Unafuatilia kwa njia ya television, unafuatilia kwa njia ya YouTube, Mungu awabariki sana. Naona watu wengi sana usiku huu wakiwa wamejiunga tayari kuangalia kipindi hiki. Mungu awabariki sana, Mungu awatendee muujiza. Nataka nikuambie, mkaaji mkuu aliyeko ndani yako ambaye ni Mungu ana nguvu kuliko wote. Theolojia ya uwepo wa Mungu ndani yako ni kubwa sana. Ukielewa hii, utalala kwa amani popote unapokuwa. Ukifika mazingira ya hatari, utaongea habari ya Mungu aliyeko ndani yako, na kile unachokiri kitakuwa. Rafiki yangu uliyeko hapa, najua naongea na wafanya biashara, najua naongea na wachimba madini, wachimba dhahabu, Tanzanite, popote mlipo. Acheni kwenda kwenye mashimo ya kuchimba dhahabu, kuchimba madini kwa woga. Acheni kutumia kafara za wanyama. Damu ya Yesu inatosha.
Ukiona mambo hayaendi, usiseme hayaendi. Mungu yupo kwenye mchakato, yupo kwenye process. Danieli aliomba siku 21. Biblia inasema siku ya kwanza tu alipoomba, majibu yaliletwa. Malaika wakati anakuja akapambana na mfalme wa Uajemi. Leo hii mfalme wa Uajemi anaweza asiwe pepo, anaweza kuwa ni kiburi ndani yako. Kabla Mungu hajakubariki, anahitaji ya aponde hicho kiburi kiishe. Inawezekana kabla Mungu hajaleta hiyo baraka yako, akutrain uweze kuitumia ile baraka vizuri, ili asije akaleta baraka alafu ukaiharibu. Mungu ni mwaminifu sana. Usimpigie magoti shetani, maana aliye ndani yako ambaye ni Mungu ni mkuu kuliko aliyeko nje. Utawaona wenzako akifanikiwa kwa sababu walichinja mbuzi, walitoa wanyama, walitoa kafara mbalimbali. Utaona wakifanikiwa, lakini nikwambie, usitishiwe na kile unachokiona nje. Angalia kile kinachoonekana ndani. Ni bora ndani yako kuliko ambacho kiko nje. Kristo akiwa ndani yetu ni tumaini la utukufu. Mtume Paulo anaandika kitu ambacho alikiona kama siri iliyofichwa tangu zamani na tangu vizazi vyote. Siri hii haikutakiwa kueleweka na akili ya kibinadamu peke yake, ilihitaji ufunuo wa Roho Mtakatifu. Kwenye kitabu cha The Desire of Ages, The Acts of Apostles, ukurasa wa 560, Ellen White anasema hakuna uwezo wa kibinadamu unaweza kuleta ushindi juu ya dhambi, lakini tunapojiwasilisha kwa Mungu kwa Roho Mtakatifu, anachukua umiliki wa moyo na akili, na mwanadamu anakuwa chombo ambacho kupitia hicho Mungu anafanya kazi. Mi sijui, hatujaitwa wote kuwa sawa, lakini sijui umeitwa kuwa nani. Mi nimeitwa kuhubiri Injili, wewe umeitwa kufanya biashara. Ni huduma yako. Tafuta hekima ya Roho Mtakatifu katika biashara. Muombe Mungu hekima ya biashara. Wewe umeitwa kuwa mwalimu, muombe Mungu hekima ya ualimu. Umeitwa kuwa dreva, muombe Mungu hekima ya udreva. Muombe Mungu hekima ya udaktari. Muombe Mungu hekima ya unasi. Muombe Mungu hekima akupe. Muombe Mungu hekima. Muombe Mungu hekima ya engineering. Ipo. Muombe Mungu hekima. Akaye ndani yako atakuonyesha njia. Ni mkuu kuliko bosi wa mwilini, ni mkuu kuliko yeyote. Laiti watu wote wangelijua hili, kuanzia serikalini mpaka wananchi wa kawaida, tusingekuwa na migogoro ambayo inaendelea leo. Maana tusingekuwa na roho ya ushindani na kushambuliana, ila tungekuwa na roho ya kutambua kila mmoja ameitwa kuwa nani. Tujenge mwili wa Kristo, tujenge taifa. Lakini kwa sababu ya kushindwa kuelewa aliyeko ndani yetu, kizazi kimeingia katika ushindani usio na sababu. Kwa nini watu wanaingia kiwango mpaka cha kulogana? Ni kwa sababu ana wivu anapomwona mwenzake anasonga mbele. Lakini kuambie, haijalishi umeshambuliwa na nguvu za giza kiasi gani, haijalishi umetishiwa kiasi gani, hata pale kazini kwako, leo nataka nikuambie, aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko aliyoko nje ya ulimwengu huu. Na kama hujampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ninakuita leo uweze kumpokea Yesu ili akae ndani yako, na hiki nachokisema kitokee katika maisha yako, katika uhalisia wake. Ni mkuu, ni mkuu. Usimwogope shetani, maana Mungu aliyeko ndani yako ni mkuu. Tunaenda kuomba sasa. Popote pale ulipo, liambie tatizo lako ukuu wa Mungu wako. Hapo napo nitazama sasa hivi, ongea na shida yako, ongea na tatizo lako sasa hivi. Usiongee na mimi, wala usianze kulalamika. Hapana. Sasa hivi hapo ulipo, unaponisikiliza, liambie tatizo lako. Mimi sijui tatizo gani, liambie tatizo lako. Iwe ni ugonjwa, iwe ni uchumi, iwe nini, liambie ukuu wa Mungu wako. Aliye ndani yako ni mkuu. Na usitishiwe na hali yako ya nje, angalia hali yako ya ndani. Dhoruba ilikuwepo wakati wanafunzi walipokuwa hapo na Yesu, ila Yesu alikuwa kwenye chombo. Kitendo cha Yesu kuwepo chomboni kilikuwa ni usalama tosha. Hakikuzuia dhoruba kuingia, ila kilizuia boti kuzama. Na hata kama ingezama, wao wasingezama kwa sababu ya yule aliyeko ndani. Kuona unaingia kwenye changamoto haina maana kwamba Mungu amekuacha.
ila wakati mwingine ni shule ya Kristo unayopitia kwa ubora zaidi ulioko mbele yako. Endelea kuambia tatizo lako. Hivi tunavyoongea, kuna mtu katika kuongea hivi tu, nguvu za giza zinaondoka, maumivu yanaondoka, kila na vifungo vinaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba sasa. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji huyu ambaye leo amesikia ukweli huu ya kwamba kwa njia ya Roho Mtakatifu wewe uko ndani yetu, na ukiwa ndani yetu wewe ni mkuu. Na kwa sababu wewe ni mkuu, jambo la kwanza, mfungulie macho ya rohoni aweze kujua kwamba yeye ni mtoto wa Mungu. Ninaomba kwa ajili ya wagonjwa wanaosikiliza kipindi hiki, wanaofuatilia popote walipo, Baba ukapate kuwagusa kwa mkono wako wa neema, wapatie uponyaji. Naomba kwa ajili ya wafanyabiashara katika biashara zao, popote pale walipo, ukawadhihirishia kwamba wewe uko ndani yao. Na nahitaji Baba, wafanyabiashara wanaokutegemea wakawe ushuhuda kwa wengine, wakajue kuna Mungu atendaye hadi sasa. Naomba kwa ajili ya wanafunzi, naomba kwa ajili ya wanandoa, naomba kwa ajili ya watoto wadogo, naomba kwa ajili ya wanachuo, kila mmoja kwa mahitaji yake, ukatende sawasawa na wingi wa fadhili zako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Mpendwa mtazamaji, endelea kushirikisha wengine zaidi sana masomo haya, lakini pia ukumbuke kutuma maombi yako. Tukutane Jumatano ijayo, muda na wakati kama huu. Bwana akubariki.